Okay, mambo vipi? Naamini kabisa kwamba uko vizuri. Once again, umekutana na mimi hapa Almanchius Boniface Kenyasi. As we know kwamba kazi yangu mimi ni kuzisaka habari popote pale zilipo na nazisogeza kwako, lengo mahususi tuweze kujadiliana mawili matatu, na hashtag ni kuzungumzia mpira kwa lugha nyepesi sana. Kinachoendelea hivi sasa ndani ya nchi yetu ni swala la Simba na Yanga. Ni nini ambacho kinaenda kutokea mara baada ya Young Africans kutoa msimamo? Na katika episode zilizopita nilikuelezea msimamo na nikakufafanulia jinsi ambavyo kikosi cha Young Africans kinavyoweza kupata haki yao na namna ambavyo barua yao jinsi ilivyokuwa. In case haujatazama hiyo content ambayo nilikuwa ninaelezea juu ya masuala ya barua ya Young Africans jinsi ilivyoandika na kile ambacho walikuwa wanakihitaji, ninaomba nikusomee tena kabla sijakupa msimamo wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara kupitia Almas Kasongo na yale ambayo amedhani wao wanaweza kusema, wanaweza kufanya. Young Africans wameandika, uongozi wa Young Africa Sports Club unapenda kutaarifu umma kuwa tarehe 7 Juni mwaka 2025 walipokea barua kutoka bodi ya ligi kuu Tanzania kwa ajili ya kuhudhuria kikao maalum cha kujadili masuala ya usuyo michezo namba 184 ya ligi kuu Tanzania bara, Yanga dhidi ya kikosi cha Simba. Uongozi wa klabu yetu ulitii wito huo na kushiriki kwenye kikao kilichofanyika leo Jumatatu Juni 9 mwaka 2025 kwenye ofisi za bodi ya ligi kuu Tanzania bara zilizopo jengo la NSSF Mafao au jijini Dar es Salaam kuanzia saa 4 asubuhi. Baada ya majadiliano ya saa kadhaa, viongozi wa klabu waliwasilisha msimamo wa klabu msimamo wa klabu yetu kuwa hatutashiriki mchezo namba 184 uliopangwa kufanyika Juni 15 mwaka 2025 mpaka pale matakwa yetu yatakapowasilishwa kwa waandishi, yatakapowasilishwa kwa maandishi na wao watakapoyatimiza. Maana yake wao kishayatimiza, Young Africans andikiwa maandishi na namna ambavyo yametimizwa. Lakini nasema tunawatakia kila la kheri bodi ya ligi kuu Tanzania bara na shirikisho la mpira miguu nchini katika kushughulikia matakwa yetu yenye mustakabali mkubwa kwenye maendeleo ya mpira wa miguu nchini Tanzania. Hii ni taarifa iliyotolewa na kamati tendaji ya kikosi cha Young Africans. So mara baada ya hapo watu walikuwa wanajaribu kuanza kumtafuta baadhi ya watu ambao tunadhani wanaweza wakatusaidia kupata majibu, kwa maana ya msemaji wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara Boimanda, ambaye yeye amesema tusijali kwa sababu CEO wa timu ya CEO wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara atakuja kuzungumza na vyombo vya habari. Na kweli CEO akatoka kuzungumza na vyombo vya habari na yeye amejaribu ku make statement ambazo hizi statement nadhani zinaweza zikawa zinatupa mwangaza wa namna ambavyo haya mambo yalivyo. Jambo la kwanza ni kwamba bodi ya ligi kuu Tanzania bara wao wanaendelea na kutambua kwamba mechi ya tarehe 15 Juni mwaka 2025 itakuwepo, kwa sababu matakwa ya Young Africans ni matakwa ambayo hayawezi kutekelezeka ndani ya siku moja. Kwa maana yake ni kwamba kama inawezekana yatatekelezekwa, lakini si kwa sasa, kwa sababu sasa hivi wana muda mfupi sana kuelekea hiyo mechi. So inawezekana wao lengo lao wanataka mechi ipigwe kwanza alafu baadaye ndio watakuja kujiuzulu, lakini Young Africans hawako tayari kwa ajili ya hiyo kitu. Wao wako tayari watu wajiuzulu kwanza, ama hayo matakwa yao yatimie kwanza alafu ndo mambo mengine yaendelee. Mara baada ya taarifa hiyo, Ahmed Ally akamposti Fadru na akaweka maneno ya iko pale pale, kwa kumaanisha kwamba mechi dhidi ya kikosi cha dhidi ya Yanga dhidi ya Simba iko pale pale. Lakini utakuwa unajiuliza, Kanyasi, kwani matakwa ya Young Africans ni yapi kwa mujibu wa kikao cha leo? Manake kwa mujibu wa barua ya mwanzo ya Young Africans walikuwa na demand mambo matatu au manne. Jambo la kwanza walikuwa wanahitaji alama za mezani ambazo ukweli ni kwamba Young Africans hawawezi kuzipata. Jambo la pili, Young Africans walikuwa wanahitaji bodi ya ligi kuu Tanzania bara ijiuzulu, na jambo la tatu walikuwa wanahitaji uchunguzi wa kina, watu waadhibiwe. So hayo ndo mambo ambayo kimsingi Yanga walikuwa wanayahitaji kwa kiasi kikubwa sana. Sasa mara baada ya leo kufika mbele ya bodi ya ligi kuu Tanzania bara, wakaenda kusment yale matakwa yao manne ambayo walikuwa nayo. Sasa takwa la kwanza ni kamati ya masaa 72 ivunjwe. Kumbuka kamati ya masaa 72 inaundwa na bodi ya ligi kuu Tanzania bara, na bodi ya ligi kuu Tanzania bara
inatokana na viongozi wa vilabu barani, vilabu Tanzania, sio barani, vilabu Tanzania. Na hiyo kamati inaundwa mara baada ya maridhiano ya pande zote mbili wakishirikiana na TFF, ndio bodi inakuepo pale. Sasa ile bodi ya ligi kuu Tanzania bara ina reform kamati ya masaa 72 ambayo ndio kamati ya uendeshaji wa ligi kuu Tanzania bara. Ile kamati inakuwa na kazi ya kusimamia taratibu zote za kimichezo, nani anafanya nini, ratiba, adhabu, yenyewe ndio inapitia vyote. Uendeshaji wa ligi kuu Tanzania bara uko chini ya kamati ya masaa 72 ambayo ndio kamati ya uendeshaji, ikiwa inasimamiwa na bodi ya ligi kuu Tanzania bara. So bodi inabaki kuoversee mambo mengine ya kimpira, lakini kamati ndio inakuwa liko responsible kwenye mambo yote yanayoendelea kwenye uendeshaji. So hao jamaa wanahitaji hii kamati ivunjwe. Hii kamati haiwezi kuvunjwa hivi hivi, lazima ivunjwe kwa muktadha wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara. Bodi ya ligi kuu Tanzania bara ni akina nani? Ni hivi vilabu. So vilabu ndio inabidi vishinikize, si Yanga peke yake, vilabu vingine vyote vishinikize kwamba hii bodi ikae ili tuweze kuifuta hiyo kamati ya masaa 72. Lakini jambo la pili, wanataka mtendaji mkuu wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara ambaye yeye ni CEO wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara ajiuzulu. Kumbuka, huyu si mtu anayechaguliwa, bali ni mtu ambaye anapewa kazi. Kwa hiyo watu wanaomba kazi, wanapitia zile CV zao, and then wanakuja wanapewa kazi. Kwa sasa hata huyu anaweza kujiuzulu, lakini pia hiyo nafasi atakayoacha inabidi ijazwe haraka iwezekanavyo kwa sababu msimu bado unaendelea. Lakini jambo lingine ambalo Young Africans wanalihitaji ni katibu mkuu wa TFF naye ajiuzulu. Kumbuka katibu mkuu wa TFF na yeye ni mtendaji wa kila siku wa shughuli zote za TFF. Naye huyu ni mtendaji, na huyu ni mwajiriwa, sio mtu ambaye anapigiwa kura. So hata yeye mwenyewe hata step down, lazima TFF watafanya kazi ya kutafuta mtu mwingine. Lakini jambo la mwisho, wanataka bodi ya ligi kuu rasmi badili muundo na iwe chombo huru na sio sehemu ya TFF. Yakiwa ni chombo ambacho kinajiendesha. Kwenye content zilizopita nijaribu kueleza ile kwamba TFF ndio ili reform chombo cha bodi ya ligi kuu Tanzania bara. Kinaendesha mpira lakini sio huru. Maana baadhi ya mambo wanafanya kwa maelekezo kutoka TFF. So Young Africans wanataka kile chombo kiwe huru. Pia haiwezi kawa ni sababu ya wao wakikaa chini washinikize kwamba hili jambo litokee. Hapana, inabidi uwe ni makubaliano ya vilabu vyote ambavyo vinashiriki ligi kuu Tanzania bara. So ukiangalia haya matako yote manne ya Young Africans ambao wanayahitaji, sio matako ambayo wao wanayademand bila sababu za msingi. Wana sababu za msingi, lakini sio single timu yidemand vitu kama hivi. Inabidi uwe ni mkusanyiko wa timu nyingi ambazo zinaungana mkono kwenye kulisukuma hili. Lakini pili, Young Africans hawajaelezea sababu ya kutaka haya yote yafanyike, jambo ambalo kwangu mimi nimelitemka na kwamba kulikuwa na mapungufu kwenye uwasilishaji wake. Taendelea kufuatilia hili swala kwa kina, na hakikisha kwamba una subscribe, una comment, una like na kushare, kwa sababu kila taarifa itakapokuwa inanifikia nitakuwa nakufikishia. Asante and bye bye.